Ninawasalimu katika jina la Yesu, majeshi. Kwa majina naitwa Askofu Baraka Thomas Tege, mkuu wa utawala na fedha wa kanisa la Glory of Christ Tanzania Church, Ufufuo na Uzima. Ninapenda kwa taarifu washirika wa kanisa letu na umma kwa ujumla kuhusu hali ya kanisa letu ambalo lilivamiwa na jeshi la polisi usiku tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2025 majira ya saa 5 usiku. Tangu wakati huo mpaka leo, majengo ya makanisa yetu yote nchi nzima pamoja na mali ambazo ziko ndani yake vimekuwa chini ya ulinzi na usimamizi wa jeshi la polisi. Mtakumbuka kuwa jeshi la polisi lilivamia ghafla kanisa letu la makao makuu ambalo liko Ubungo wakati ibada ya maombi ikiwa inaendelea. Taarifa muhimu ni kwamba hakukuwa na makabiliano rasmi kati ya uongozi wa kanisa na jeshi la polisi wakati wa tukio hilo. Watu wote wakiwemo na walinzi wetu wa kanisa waliamriwa kuondoka maeneo ya kanisani polisi walipotuvamia. Tunapenda kufafanua kuwa mali zote za kanisa ambazo ziko ndani ya majengo yetu kama vile vyombo vya muziki yani PA system, vifaa vya ofisini kama kompyuta, fedha sadaka ambazo zilikuwa zinapelekwa benki, vifaa vya media, mashine za machapisho na mali nyinginezo zote sasa viko chini ya usimamizi wa polisi. Polisi walivunja kufuli zetu za mlangoni na kuweka kufuli zao. Kwa hiyo huingia na kutoka katika maeneo ya kumbi za ibada, ofisi zote na maeneo yote ya majengo ya kanisa bila kikomo. Kwa kuwa walinzi wetu waliondolewa, tunabainisha kuwa jeshi la polisi linawajibika moja kwa moja kwa usalama, uharibifu na upotevu wowote wa mali zetu za kanisa kipindi chote ambacho majengo yetu yako chini yao. Tutaendelea kuwapatia taarifa nyingine kupitia mfumo wetu rasmi ya taarifa kama ambavyo tulikuwa tukifanya. Mungu awabariki sana. Asanteni. Shalom. Bwana Yesu asifiwe sana. Rafiki yangu unayenitazama na kunifuatilia. Hii klipu ambayo unayoitazama hapa, kiukweli ukitafakari vizuri juu ya taifa ama juu ya Tanzania, serikali yake kwa ujumla, unakuja kugundua kwamba ni mabavu yanatumika. Kwa sababu kama kanisa na kiongozi wake amefanya makosa, kwa kosa hilo limefanya waumini wote, makanisa yote wakawa wamefungiwa. Hawana tena haki ya kuabudu katika maeneo hayo. Lakini mkaamua kumchukua, yani serikali inaamua kumchukua kiongozi wake ambaye ndo Gwajima na kuhakikisha kwamba wanamuondosha katika nafasi ya kumtumikia Mungu. Haikutosha hapo katika hayo makosa, wamefunga kanisa, wamezingira kanisa, lakini jambo ambalo linakuja kutokea ni kwamba wanaingia polisi kinyume na sheria. Mnaingia, mnafunga milango, yani mnavunja milango ya kanisa na vyumba vyake na maeneo yake, pasipo kujali kwamba usalama, pasipo kujali labda kulikuwepo na watu wamehifadhi vitu kupitia hilo kanisa, pasipo kujali kwamba labda kuna waumini waliokuwa wakishiriki hapa katika hili kanisa, huenda kuna vitu ambavyo vyao vinavyohusiana na maisha nje na ibada vilikuwa vinapatikana hapo ibadani, hapo kanisani. Sasa hawa askari wanafika, wanavunja milango na kuweza kuweka makufuli yao, sio tena ya kanisa. Wanavunja milango, wanabomoa makufuli hayo, basi wanabadilisha hayo makufuli, wanaweka makufuli, tuzungumze, wanaweka makufuli ya askari ama ya polisi.
Sasa mimi sijawahi kuona kwamba kwa hiyo hilo jengo tayari limeshataifishwa, kwa lugha nyingine kwamba limetaifishwa kwa njia hiyo ya kisiasa, ya kwamba kuna kosa la kufanya mahubiri yenye viashiria vya siasa na uchochezi katika madhabahu. Kwa hilo kosa linapelekea mpaka haki ya kumiliki lile eneo inaondolewa, kwamba tunachukua na nyumba yake tunaimiliki. Yaani tunaimiliki. Ni sawa kama mtu amekuja unakosa wewe na anamchukua na mke wako anamchukua na mke wako na mtoto wako, alafu kwa sababu yeye ni bosi, utamfanya nini? Hebu ukitafakari hapa wewe kama Mtanzania na mtu yeyote anayetazama hapa, inakupa nini kiubinadamu tu, kwa haraka kiubinadamu? Mwanadamu ambaye anaingia na ubinadamu, anakasirika, anapata hasira. Kiukweli hii ukitazama kwa haraka ni unyanyasaji mkubwa wa kibinadamu. Ni kuingilia kabisa, yani uhuru wa haki binafsi, kwamba kosa limefanyika kwa mchungaji, mmefungia kanisa, lakini si kufungia tu kanisa, kuzuia. Mnabomoa milango na madirisha, alafu baada ya hapo mnaweka makufuli yenu. Kwa hiyo ina maana hata wale ambao walikuwa wanahusika labda kutunzia vitu mle ndani ya lile kanisa hawana tena chao mpaka hapo, mpaka serikali iamue. Na ninakwambia hivi, dunia hii tunakoelekea, mifumo hiyo imetengenezwa. Tutafika hatua kwamba kila kitu ambacho unachokiendesha kwenye hii dunia hakitakuwa haki yako. Haijalishi umekipata kwa mateso kiasi gani, umejinyima kiasi gani, lakini sheria za kiulimwengu zitakavyoweza kucontrol watu, kuwaendesha. Yani utakuwa na nyumba lakini huna haki nayo. Utakuwa na mke lakini huna haki naye. Utazaa mtoto lakini utakuwa huna haki naye. Na ndio sheria za Umoja wa Makanisa Ulimwenguni ambazo ndio zitasimamiwa kuanzia mwaka 2029 mpaka 30. New Old Order. Kwa ni jambo fulani ambalo linaleta ukinzani mkubwa katika moyo wa mtu. Linaleta hasira kwamba umeingia nyumbani kwangu mimi, umenishtaki nina makosa. Kwa hiyo baada ya kunishtaki na makosa, unachukua na watoto wangu, unachukua na mke wangu, unaamua kufanya kila unachokitaka kwa sababu wewe ni kiongozi. Hiki kitu kwangu kinatachi sana. Binafsi hapa sijafurahishwa. Binafsi hapa mimi napingana na hiki kitu. Hakuna haki kabisa. Hakuna haki. Yaani kuna kitu kikitafakari kibinadamu inaleta hasira ya kibinadamu. Sisi wanadamu tunapata hasira kwa sababu Mungu pia, Yesu pia aliingiwa na hasira. Baada ya kuona hekalu lake limefanywa kuwa pango la wanyang'anya, pango la biashara, aliingiwa na hasira, akafika kavunja mabanda yani na vitu kama hivyo. Kwa kibinadamu unajawa na hasira. Tumeruhusiwa kuwa na hasira, lakini jua lisichwe likazama. Paka ukiingia asubuhi bado una hasira. Kwa kibinadamu tunapatwa na hasira ukitafakari kwamba mtu anaingia kwenye section zako mpaka anakuondolea ule uhuru, yani ni kama kukunyanyasa, ni mabavu yanatumika. Bahati mbaya Gwajima hajaweza kuongea neno lolote mpaka dakika hii, na haijulikani maamuzi yake na mawazo yake imekuwaje. Amenyamaza kimya. Lakini kiukweli tunaposikiliza taarifa kama hizi ambazo zinasomwa juu ya kuvunja milango, makufuli yale wanabadilisha, wanaweka ya kwao. Kiukweli hebu tafakari sana namna ya kiserikali. Hebu tafakari wewe mwenyewe unanitazama hapo. Unajisikiaje? Unajisikiaje kama binadamu? Wengine wanasema hivi, kuna ile wanasema usichukue sheria mkononi. Kuna vitendo vinatendwa na watawala. Hivi vitendo vinavyotendwa na watawala wanasema usijichukulie sheria mkononi, lakini wao ndio wanachochea watu wajichukulie sheria mkononi. Ni sawa kwamba mwanadamu mwenzio kwa vazi la kiserikali, vazi la kipolisi, anakuja kufanya tendo kama hilo ambalo liko kinyume kabisa na haki ya mtu. Kwamba tumeshare kampuni, kwa sababu najua kanisa ni taasisi. Tumeshare ni kama kampuni fulani. Tumeshare kanisa hapo, kiongozi ni huyu. Sasa
Kama kuna haki, kwa nini kama kuna haki hili kanisa lilikuwa linaongozwa na watu wengi, na humo ndani unakuta kuna biashara, kuna masuala ya kibenki, kuna masuala ya nini, kuna masuala ya nini. Kwa hiyo ina maana hata wale watu waliowekeza pale kupitia lile kanisa hawana tena. Unawatazama vipi kama serikali? Unawatazama vipi kama kiongozi? Ikiwa kwenye kanisa, kwa kanisa kuna mabenki, kanisa kuna biashara, kanisa kuna vikundi, kanisa kuna uendeshaji, kuna mali, lakini hizo mali sio za mtu mmoja. Unakuta ni mali zinazo wengine hata sio wa kanisa hilo, lakini wameingia ubia, wameingia makubaliano na mapatano kupitia hilo kanisa. Sasa kama kunaweza kutokea kitu kama hicho, ukaleta kama serikali ukaamua kitu kama hicho, maana yake unagusa hata watu wengine ambao hawakuwa na hatia, ila tu kwa sababu unataka kama namkomoa huyu kiongozi. Kwa hiyo unakuwa kama unataka kumkomoa Gwajima, umkomoe Gwajima, umkomoe mchungaji, unaumiza wananchi wengine ambao hawana hatia, waliokuwa wamefanya labda uwekezaji kule. Haya, unawasaidia vipi hao watu? Wengine walikuwa wamewekeza hapo, ndio maisha yao, wanatazama hapo hapo kupitia mifumo ya kikanisa, kwa sababu kuna mabiashara mengine ya uchumi lakini yanasimamiwa na kanisa. Kwa kama umefanya hivyo, ina maana katika maamuzi hayo yametendeka, yanaenda kuwaaffect hata watu wengine ambao walikuwa wana hatia. Ndio maana unaambiwa watu wakifika hatua wamechoka jambo, wamejifikia hatua wanajichukulia sheria mkononi, huwa kuna chochewa na watawala maamuzi ya kwamba mimi ni mkubwa, utanifanya nini? Mimi niko kwenye kisu, utanifanya nini? Mimi niko kwenye nimeshika upanga, nitakufyatua, nitakukata. Kwa ndicho kinachotumika sasa hivi. Ukitazama mifumo mizima inayotendeka hapo kwa Gwajima, ni mifumo ya kimabavu, kwamba mimi ni mtawala, mimi ni mtu fulani, nimeshikilia upanga, nitakuchinja. Kwa ukisema chochote na kuchinja. Kwa hayo ni mifumo ya kibavu, utawala wa mabavu. Kumkomesha mtu mmoja, lakini unakomesha watu wengi sana, na madhara yake ni makubwa. Sumu hiyo ambavyo namna ambavyo unavyoitengeneza kwa wananchi, siku ambapo ile sumu inamwagika, ni watu sasa kule kuingia mabarabarani, ni watu kuingia kujichukulia sheria mkononi. Ni kama unavyoona Kenya, mashambulizi na mapigano na mauaji. Unajua maamuzi kama yanayotendeka, unaweza ukaona kana kwamba yanayotokea kwenye mataifa mengine, unaweza ukaona kana kwamba yalianza labda tofauti, lakini yalianza hivi kwamba mioyo ya watu taratibu unawachochea, unawaingizia sumu na wapandikizia sumu za kutisha. Kwa hiyo mimi niseme kitu kimoja, tunahitaji sana kukaa na kutulia na kufanya maamuzi kama wa Tanzania kwa awamu hii inayokuja. Ikiwa utachukua kula yako utaipeleka kwa watu ambao wamekuaffect, wameonyesha kabisa ishara kwamba hiki si kitu salama. Sasa katika hiyo, na wewe ukachukua kula yako ukaenda kupigia kula hao watu, wewe akili yako itakuwa iko vizuri. Akili yako haijafaa kabisa. Yaani ubongo wako hauko vizuri. Na kuna wengine wanadanganyishwa t-shirt. T-shirt ya shilingi 10,000, 15,000 unapewa, unauza haki yako kwa shilingi 10,000. Nenda kupigia. Wengine wanadanganyishwa mavitenge. Nilikuwa naangalia clip moja, nikaangalia watu wamewagawia pesa shilingi 20,000 na nauli na t-shirt. Alafu ni jambo la ajabu sana. Na t-shirt zenyewe unakuta za chama. Hasa kama za chama hizo zinakusaidia nini kutembea nazo barabarani? Kwa kifupi, tufunguke wa Tanzania na wengine kwenye mataifa mengine, ili kuipata haki yako usiuze. Na unapoona ishara kama hizi, tulia katika kuchagua viongozi sahihi. Usifuate mkumbo na kushawishiwa kwa namna moja ama nyingine. Nichukua nafasi hii kusema Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. Asante sana.